Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'a min kulli aibi ka'annaka kad khuliqta kama tasha'u. Nam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal mustami'una wal mushahiduna al kiram. Karibuni wapenzi watazamaji na wasikilizaji katika muendelezo wa darasa zetu za tafsiri za sura za Qur'ani, na leo tutaanzia sura ya 66, sura ya 66 ambayo ni suratu Tahrim. Lakini nikuombe ndugu yangu mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli yetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Na ndugu zangu watazamaji, wanawazuoni wanasema mwenye kuota yuwasoma suratu Tahrim, mwenye kuota yuwasoma suratu Tahrim ambayo ni sura ya 66, yuqalu anhu kalamun yuudhihi fi ghiyabihi. Wanasema ndoto hiyo inamaanisha atasemewa maneno yatakayomuudhi nyuma ya mgongo wake, fi ghiyabihi, nyuma ya mgongo wake. Hapa kinachokusudiwa ni kwamba atasengenywa. Mwenye kusoma, mwenye kuota yuwasoma suratu Tahrim, ndoto hiyo inamaanisha atasengenywa. Wa aidan, na kadhalika, yubtala bizaujatin tuudhihi, inamaanisha pia ndoto hiyo atapewa mtihani wa mke atakayemsababishia maumivu, atakayemsababishia maudhi. Naam, ama mwenye kuota iwasoma sura ya 67 ambayo ni suratu Al-Mulki, wanasema ndoto hiyo inamaanisha kathurati amlakuhu. Kathurati amlakuhu inamaanisha mali zake zitaongezeka. Kathurati kwa maana zitakuwa nyingi sana. Kama ana mali chache basi zitaongezeka, zitakuwa nyingi biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam, ama wanasema mwenye kuota yuwasoma sura ya 68 ambayo ni suratu Nun wal qalami wama yasturun. Wanasema ndoto hiyo inamaanisha ruziqal kitaba wal fasaha. Ndoto hiyo inamaanisha mtu huyo ataruzukiwa uandishi. Kitaba maana yake ni uandishi, wal fasaha kadhalika na ufasaha wa mazungumzo. Atakuwa ni mtu fasaha na atakuwa ni mtu mwenye uandishi mzuri kabisa. Mwenye kuota yuwasoma suratu Nun, ruzikal kitaba wal fasaha, ataruzukiwa uandishi na ufasaha katika kuzungumza. Wanaendelea wanazuoni wanasema, na mwenye kuota yuwasoma suratul Haqa, al-Haqa ambayo ni sura ya 69, ni sura ya 69. Wanasema kana ala al-haqqi, kana ala al-haqqi. Ndoto hiyo inamaanisha mtu huyo atakuwa katika njia ya haki. Huyo mtu atakuwa katika njia ya haki, kwa maana ya njia ya kweli. Tayib, ama mwenye kuota yuwasoma suratul Maariji. Suratul Maariji ni sura ya 70. Wanasema kana aminan mansura. Ndoto hiyo inamaanisha mtu huyo atakuwa ni katika hali ya amani. Aminan, atakuwa katika hali ya amani. Mansuran, na atakuwa ni mwenye kunusuriwa juu ya maadui zake, kwa maana Mwenyezi Mungu atampa ushindi mtu huyo juu ya maadui zake. Mwenye kuota yuwasoma suratu Al-Maarij ambayo ni sura ya 70.
Wanaendelea wanasema, na mwenye kuota yuasoma suratu Nuhi, suratu Nuh ambayo ni sura ya 71. Wanasema kana amiran bil ma'rufi nahiyan anil munkari mudhfiran ala al-a'da'i. Wanasema ndoto hiyo inaashiria ama inamaanisha huyo mtu atakuwa ni mwenye kuamrisha mema, amiran bil ma'rufi, mwenye kuamrisha mema, nahiyan anil munkar, na mwenye kukataza maovu, lakini pia mudhfiran ala al-a'da'i, na ushindi juu ya maadui. Manake atakuwa ni mwenye kuwashinda maadui zake. Ukiota unasoma suratu Nuh, sura ya 71, utakuwa ni mwenye kuamrisha mema, kukataza maovu, na maadui zako utawashinda kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Ama mwenye kuota yuasoma suratul Jinni ambayo ni sura ya 72, wanasema wanawazuoni wanasema uswima min sharril jinni. Ndoto hiyo inamaanisha atalindwa na shari za majini, atalindwa na shari za mashaitan wa kijini. Mwenyezi Mungu atamlinda, hatopata shari za mashaitani wa kijini. Sababu majini wako wema na wako majini waovu. Majini waovu wana shari nyingi sana, lakini huyu mwenye kuota yuasoma suratul Jinni atalindwa na shari za hao mashaitani wa kijini. Lakini wanasema na mwenye kuota yuasoma suratu al-Muzammil. Suratul Muzammil ni sura ya 73, ni sura ya 73. Wanasema wanawazuoni wuffiqa litahajjudi, mwenye kuota yuasoma suratul Muzammil, Mwenyezi Mungu atamwafikisha kuswali tahajjudi, yani Allah atamfanyia wepesi wa kuamka usiku na kuswali swala za tahajjudi, yani itakuwa ni kawaida yake na Allah subhanahu wa ta'ala atamwafikisha katika hilo. Ama wanasema na mwenye kuota yuasoma suratul Mudaththir. Suratul Mudaththir ni sura ya 74, ni sura ya 74. Wanasema hasunati siratuhu wa kana saburan, Wanasema mwenye kuota yuasoma suratul Mudaththir, kwanza sira yake itakuwa nzuri, mwenendo wake utakuwa mzuri, historia yake itakuwa nzuri. Wa kana saburan, na Mwenyezi Mungu atamjalia atakuwa ni mwenye subra, atakuwa ni mvumilivu juu ya maudhi na shida na mitihani mbalimbali atakayokutana nayo katika maisha ya hapa duniani. Lakini mwenye kuota yuasoma suratul Qiyama. Suratul Qiyama ni sura ya 75. Suratul Qiyama ni sura ya 75. Wanasema ndoto hiyo inamaanisha fa innahu yajtanibul halfa fala yahlifu abadan. Wanasema ndoto hiyo inamaanisha kwamba huyu mtu atajiepusha na kiapo, yajtanibul halfu, atajiepusha na kiapo, fala yahlifu abadan, hatoapa viapo vya uongo abadan, hatokuwa ni mtu mwenye kuapa viapo vya uongo, viapo vyake vitakuwa ni vya kweli. Kwa hivyo hizo ni tafsiri za sura za Qur'ani, na leo tutaishia katika hiyo sura ya 75. Usikose muendelezo wa tafsiri hizi za sura za Qur'ani mpaka tuzimalize sura zote kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na mwisho, kwa wale ambao mtahitaji tafsiri ya ndoto zenu binafsi, ndoto binafsi tuna tafsiri kwa sadaka. Utatuma sadaka yako kupitia nambari zetu za simu ambazo ni 0652 286323, kisha utatutumia ndoto yako kwa message au utatupigia simu, tutakutafsiria.
Kadhalika kwa wale ambao mnahitaji tiba, labda unasumbuliwa na mashaitani, uchawi, hasadi, au unahitaji dua ya kupandishwa cheo kazini, unahitaji dua za Mwenyezi Mungu kukupa ushindi juu ya maadui zako, unahitaji dua za mafanikio, manake kila unalofanya ufanikiwi, basi pia tuwasiliane kupitia nambari zetu hizo ambazo ni 0652286323. Naitwa Imamu Shaabani Ramadhani Mponda, wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.